Nadhani huu ni mwaka wangu wa 6 kwenye udiwani, lakini ni mwaka wangu wa 52 wa kuzaliwa. Jambo kama hili kwenye kata yetu kwa hajawahi kufanya. Lazima tumpongeze Mheshimiwa DC. Tunakuja kusikiliza kero hapa. Tumekuwa tukisikiliza watu wanatuma kero kwenye Radio Kwizera. Lakini DC kuhamisha serikali yake mpaka hapa. Pamoja na udiwani wangu, hata mimi kuna baadhi ya maafisa hapa siwafahamu. Ni changamoto. Mheshimiwa DC, tukuombe tupelekee salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupelekee salamu kwa Mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa DC, uweze amini. Uchaguzi kwa mwaka jana. Nadhani kama miezi 6 mpaka 7. Tunapozungumza mimi na wewe hapa, ahadi tulizoziahidi mimi na Mheshimiwa mbunge kwenye kata ya Nyamiaga zimetekelezeka hivi tunapozungumza kwenye uwanja huu. Mheshimiwa DC, tumepata fedha nyingi. Shule yetu ya msingi Miterama kulikuwa na changamoto ya madarasa. Hivi tunapozungumza tuna milioni 50 ya kujenga madarasa mawili. Mheshimiwa DC, tumepata milioni 12 kwa ajili ya matundu 6 ya vyoo. Mheshimiwa DC, tumepata milioni 6,300,000 kwa ajili ya kumalizia matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Songa Mbele. Mheshimiwa DC, tunapozungumza hapa kule Songa Mbele sasa watu wanatumia maji. Ilikuwa sehemu ya ahadi yetu tutumia vyanzo vya ndani. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tunayo misitu ya tasafu. Wakati mimi naingia madarakani nimekuta watu wanauza, wanatumia kwa faida yao wenyewe. Sasa mimi nilipoingia nikaiomba serikali ya kijiji tuuze ile fedha, tununue mabomba, tuwasambazie watu maji. Sasa wananchi wa kule Songa Mbele wanapata maji. Mheshimiwa DC, tunamshukuru Mheshimiwa Rais ametupa fedha milioni 125. Ndani ya muda mfupi tunaenda kujenga madarasa 5 katika shule ya msingi Mgashi. Lakini Mheshimiwa DC amesimama mtu wa TANESCO. Tulikuwa na changamoto ya umeme. Tunapozungumza juzi tulikuwa na surveyor pale. Amefanya surveyor pale. Tutapata zaidi ya nguzo 30. Wananchi wetu wa kitongoji cha Kinya pale na Mnazi nao wanaenda kuona umeme wa Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, wewe ndio unamwakilisha Mheshimiwa Rais hapa. Mimi nashangaa. Nchi hii tangu imepata uhuru, wewe mwenyewe ni shahidi, ulikuwepo hapa wakati amekuja mwenyekiti wetu wa UWT wa taifa. Wananchi wa kijiji hiki walikuwa wanalalamika juu ya maji. Sasa hivi watu wa hapa hakuna anayenunua diaba, hakuna aliyenunua ndoo. Tukiamka asubuhi mtu ni kuchukua kikombe kwenda kufungua bomba. Zungumza mimi na wewe hapa, wale wananchi wa Kumyange pale wanakunywa maji masaa 24. Sasa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, lakini na kuwashukuru viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi wao tufanya mimi na wewe tuwatumikie wananchi wa wilaya hii ya Ngara na kata Nyamiaga. Mheshimiwa, changamoto tu ni chache. Kuna changamoto na mimi siwezi kulalamika, lakini lazima niseme. Ile dada amewasilisha habari kwamba yeye ndiye anahusika na mambo ya wanyamapori viboko katika kijiji changu cha Nterungu. Mtendaji wetu wa kijiji alitimiza wajibu wake. Aliwaandikia watu ofisi ile. Na vizuri zaidi wakatupa mpaka watu kwamba wanaenda kuinda wale viboko. Lakini Mheshimiwa DC, kuna jambo mimi limenichanganya na mimi leo nimeona niliseme hapa na ulibebe uende kuuliza hao jamaa zangu. Mtendaji wetu wa kijiji amemchukua Muislamu mwenye swala 5. Ndio amekabidhiwa silaha kule kwa ajili ya kwenda kuinda wale viboko. Yule Muislamu hanywi pombe. Lakini hawa viongozi wetu wameenda kule, silaha wameitoa, wamepeleka ofisini. Baada yake wale viboko wamerudi, wameenda kuwasumbua wananchi wangu. Tukiwapigia wale wanasema eti mgambo wetu alikuwa anashinda kilabuni na silaha. Mimi nikabaki nashangaa. Yule mgambo hajawahi kuonja pombe hata siku moja. Kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nimuombe huyo dada aenda ongea naye kina Jose pale. Tuwaombe waende watusaidie kuwinda wale viboko pale, wasilete uhalifu kwenye wananchi wetu pale Nterungu.